Wanarusha, kuna kipindi nilipotea hapa mjini na nikaanza kutafutwa. Wangapi wanakumbuka? Na wengine mlinitafuta kwa nguvu kubwa, yuko wapi? Ukweli nilikuwa naumwa na nililishwa sumu. Yasingekuwa maombi ya Watanzania na Mungu kumuinua Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kusimamia matibabu yangu, nilitakiwa nife mwaka jana. Napokuja mbele yenu kwa unyenyekevu mkubwa, nikiwaambia nahitaji maombi mengine katika nafasi yangu, sina nafasi ya kuyaeleza. Lakini wako watu walitamani kuondoa uhai wangu katika nyakati tofauti tofauti. Na mwaka jana tena walikuwa kwenye mbio hizo za kuondoa uhai wangu. Usingekuwa mkono wa Mungu, yasingekuwa maombi ya watakatifu wa nchi hii ya Tanzania, wakina mama kwa kina baba, watoto kwa wanaume, asingekuwa Mungu kumuinua Rais Samia kusimamia matibabu yangu, nisingekuwepo leo hapa nimesimama kumshuhudia Mungu. Na watu hawa ni waovu na shauku yao ni moja tu, hawataki kuona haki ikisimama ndani ya taifa letu. Wana uchu na shauku ya kuharibu kila maisha ya mtu mwema na kuyafanya maisha yao kuwa salama katika uharibifu na giza. Na ndio maana ukisikia huko anasema niombeeni, ninayo mengi ningeweza kupata nafasi ya kusema, lakini mengine ni kutokana na viapo. Lakini mengine tunabubujika mbele ya madhabahu ya Mungu na kutoa machozi na kumfurahia Bwana alivyo mwema, anayetukomboa usiku na mchana kwenye mikono ya wadhalimu. Kwa naomba sana kwa unyenyekevu mkubwa, tumuombee rais wetu. Ni mama mwema sana. Ni mama mwema sana. Na kama kuna mtu anaona jambo haliendi ndivyo anavyotaka, arudi kwenye magoti. Kwa neno la Mungu linasema yeye huvilegeza viuno vya wafalme na kuyafanya aliyo mapenzi yake.